CCM jana wamezindua ilani yao ya uchaguzi kwamba wanataka kuendelea na uchaguzi kwa mazingira haya hovyo. Katika hiyo ilani ambayo imezinduliwa jana, CCM inataka kuwatapeli na kuwadanganya wananchi kwamba wananchi mkubali kuingia kwenye uchaguzi eti kwa sababu CCM sasa ikiingia madarakani tena italeta katiba mpya. Kwamba ilani yao sasa wanasema wataleta katiba mpya kati ya 2025 mpaka 2030. Nataka niwakumbushe Watanzania ili msikubali utapeli huu wa CCM. Sio mara ya kwanza kwa CCM kuweka kwenye ilani kuwa watauisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Mchakato ulikwama mwaka 2014. Mchakato ulipokwama tukaingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2015. Ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 mpaka 2020 ilisema wangeendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya, lakini hawakufanya chochote. Hawakufanya chochote kati ya 2016 mpaka mwaka 2020. Mwaka 2022 tukaingia kwenye mazungumzo na serikali ya CCM. Rais akiwa Rais Samia kukutana naye Ikulu mwezi Mei mwaka 2022. Nilipata bahati ya kuwa sehemu ya timu yetu tuliyokutana na rais. Kati ya mambo ambayo tulimweleza Rais Samia ni kwamba Watanzania wanataka mchakato wa katiba mpya ukamilishwe. Akasema, nyinyi mnataka mchakato ukamilishweje? Tukamweleza ufanyweje, vyombo vipi viundwe, ratiba iweje ili katiba mpya ipatikane kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Rais Samia akatoa ahadi ya uongo kwamba sasa nendeni mkazungumze jambo hili linafanyikaje. Tukaingia kwenye mazungumzo mwaka mzima. Wao wakaunda timu ya watu 5, sisi upande wa Chadema ikaundwa timu ya watu 5. Nilipata bahati kuwa sehemu ya hiyo timu ya watu 5. Tukazungumza nao kwa mwaka mzima. Mwaka mzima wanakataa katiba mpya. Baadaye wakasema wanatoa kauli kwa umma tu kwamba na CCM nayo iko tayari kwa katiba mpya. Neki ya CCM ikatoa kauli. Walipotoa ile kauli tukarudi tena kwenye mazungumzo. Ilipofika mwezi Mei mwaka 2023 CCM wakatujibu moja kwa moja usoni kauli ambazo zinaonyesha kwamba CCM ina hofu na katiba mpya. Inajua katiba mpya itasababisha CCM iondolewe madarakani. Kwa hicho walichokiweka kwenye ilani ni uongo wa kuwadanganya wananchi, lakini CCM haiko tayari kwa katiba mpya. Ndio maana tuendelee kudai mabadiliko kwa nguvu. Tukishayapata mabadiliko tuiondoe CCM madarakani ili chama kipya, chama cha Chadema ambacho hakikushiriki kuiandika katiba ya zamani, ndicho kiwaletee Watanzania katiba mpya. Kwa hiyo niwaombe Watanzania, sikubaliani na utapeli huo wa CCM kwamba CCM italeta katiba mpya, kwamba ilani ya CCM italeta katiba mpya. Wangapi hamko tayari kwa huo utapeli wa CCM? Vidole vile juu. Vidole vile juu. Peoples! Sasa pamoja na kuwa wanaona vidole, tuwaambie kabisa na kauli ili wasikie sauti ya watu, kwa sababu sauti ya watu ni sauti ya Mungu, si ndio? Mtuseme kabisa hatuko tayari kutapeliwa na CCM, si ndio? Hatuko tayari kutapeliwa na CCM, si ndio? Vidole vile juu. Hatuko tayari kutapeliwa na CCM. Hatuko tayari kutapeliwa na CCM. Hatuko tayari kutapeliwa na CCM. Asanteni sana Bashnet. Naomba mturuhusu tuelekee Dareda. Mungu awabariki sana. Asante sana.